Yes, tumerejea tena kutoka muda mfupi msikilizaji, na kama nilivyokujuza hapo awali kwamba tukirejea humu ndani tutakuja moja kwa moja katika kipengele chetu cha pili ambacho ni ya kitovu cha mwanamke. Na siku ya leo nipo na msanii ambaye yeye ni mwigizaji, atatujuza mambo mengi zaidi kuhusiana na uigizaji, tasnia ipoje, lakini yeye ni mwanamke. Kwa hiyo atatujuza hata siku ya leo anajisikiaje katika siku ya leo ambayo tunaiadhimisha kabisa, siku ya hedhi salama duniani. Langu jina Dimina, na nipo na udhamini wa Sidea Eco Sanitarius na ubalozi wa Nuru Tanzania. Usitoke, niko live hapa radio, lakini pia huko YouTube utaweza kutuona vizuri kabisa na kusikiliza vizuri. Karibu sana Dimina. Asante sana. Okay, basi msikilizaji na mtazamaji angetamani kujua nipo na nani leo? Ni msanii mwigizaji, kwenye tasnia ipo kwa muda gani? Upo na Evelyn Dickson James. Ndio. Ni msanii na ni mwanaharakati na ni mjasiriamali pia. Hapo mwanaharakati hapo. Mwanaharakati. Ni harakati gani ambazo unazifanya? Unatetea haki za binadamu, za watoto, za nani? Mwanaharakati wa harakati ninachomaanisha harakati ni ya maisha. Okay. Okay, sawa. Kwa kifupi tu kidogo, ningetamani kujua wewe katika tasnia uliingia huku muda gani, lakini ni nini hasa kilikusukuma mpaka kuingia katika uigizaji? Maana watu wengi wana hii ndoto ila kuingia inakuwa ni shida kidogo. Wewe umewezaje? Kwa mimi nilikuwa natamani toka nilipofika nasi darasa la 4 ile nilikuwa natamani. Bila kufuatana na maisha ambayo tumekulia, wengine tumetoka vijijini, kwa hiyo unakuta vile vitu hamna, lakini unatamani kufanya. Baada ya hapo, kwa hiyo nilikuja kupata nafasi, nilikuwa nafanya biashara Karume. Kwa hiyo vile watu wanavyoona. Kwa Karume ulikuwa una duka kule? Nilikuwa na mgahawa. Nilikuwa na duka na nilikuwa na mgahawa pia. Okay. Hapo tunapata zetu supu chapati sana. Okay. Baada ya hapo? Baada ya hapo, kwa hiyo nilikuwa naenda kuchukua supu Vingunguti, tuseme ni nyama, kwa hiyo anakuja. Kwa hiyo vile kila mtu akiniona yani ananichukulia Rihanna, Beyonce, ndio alikuwa anafuata. Kwa hiyo yani mimi nilikuwa msanii, kwa hiyo vile na kitu ninacho, alafu vile watu wanavyozidi kunijaza, kwa hiyo bicho linazidi kuwa kubwa. Okay. Kwa hiyo nikaja kupata binti mmoja akaniambia, "Kwani usipende kuigiza, mbona unaendana na waigizaji?" Nikasema ni kitu ambacho napenda, ila sijajua kikundi nitapata wapi. Akanielekeza, kuna kikundi kiko Ilala, nenda nitakuelekeza. Kuna mkaka mmoja alikuwa anaitwa Kitengo. Ni muda kidogo, 2012. Miaka 14 iliyopita. Kabisa. Kwa hiyo nikaenda pale, nilipofika akaniambia inabidi ujiunge kusajili, chukua fomu ni 10,000. Yani niliona kama ananichelewesha. Akaniambia kesho inabidi uje na track. Kwa hiyo nikichopata sitasahau. Track. Akaniambia uje na track na t-shirt. Kwa hiyo hapo sasa hapo unaanza kuanza tumeingia jeshini. Niliingia kule Karume, kuna dada mmoja anaitwa Mama Elias, dadangu wa Iyali. Nikamwambia nataka track, alikuwa anauza. Kwa hiyo nikachukua track full. Kumbe nataka track ya chini, suruali na t-shirt. Okay. Mimi nikachukua vyote. Nimewahi sana hapo na body. Niliwahi sana mazoezini siku hiyo, nilikuwa wa kwanza. Saa 8 jua kali nishavaa full, walikuja walicheka sana. So hivi. Sasa mafunzo ya jeshi. Ndio. Basi kwa hiyo wakanipokea, nikapewa rehearsal pale, nikaweza. Kwa hiyo ndo safari yangu ikaanzia pale. Watu wakajiunga, tukaanza kikundi kingine, akaja mama mmoja, tukao tumeungana naye, akatafuta kikundi kingine kinaitwa Ngoavi, kilikuwa Vingunguti. Kwa hiyo nikaenda pale Vingunguti pia, nikapiga kama mwaka nice. Ndo nikaja kukuta kaka mmoja akaniambia twende, kuna kikundi kiko suspended, ni chuo kabisa. Suspended Ilala. Chini ya mzee Twali, Mungu amrehemu, kwa alikuwa ni baba mzuri sana. Kwa nilivyoenda pia walinipokea, nashukuru. Kwa nilipokea kwa pale ndo safari yangu ilianzia. Rasmi kwa tasnia ya uigizaji.